na harakati za chama. Mabadiliko ni mchakato. Change is a process. Tumeshiriki chaguzi tangu mwaka 95 kwa tume hii, sheria hizi. Uovu huu tuliwahi kufikisha wabunge 73. Tujiulize nini kilichochea chama pamoja na sheria kuwa hizo, tume hiyo mwaka 2015 kikapata mafanikio kiliyopata, kura za urais zilizotangazwa 40%. Nini kilikuwa kichocheo? Utaona kwamba tulikuwa na mgombea na wagombea ubunge sahihi. Tutumie vizuri fursa ya uchaguzi kwa kuweka wagombea sahihi, tutaweza kushinda uchaguzi. Hitimisho. Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunaomba uzingatie kuwa tumetoa maoni na ushauri wetu huo baada ya ofisi yako kutualika kujadili ajenda ihusuyo hali ya siasa na mwenendo wa chama katika kudai uchaguzi huru zenye kuaminika. Kwa muhtasari wa maoni na ushauri wetu, tumejikita katika kuunga mkono madai ya reform, lakini wakati huo tukikisihi chama chetu kione haja ya kujiandaa na hatimaye kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Hata kama reforms hazitopatikana kwa wakati. Kwamba kushiriki uchaguzi kutatuepusha na athari nyingi za muda mrefu za kudorora kwa chama. Huku tukiwa pia na uwezekano wa kushinda au kuzuia uchaguzi kwenye maeneo au mazingira mahususi ya kiuchaguzi yatakayoelekea kufanyiwa uhuni, hujuma dhidi ya demokrasia. Tunaomba chama kiyazingatie, kiape kipaumbele katika tathmini na tafakari zake na kifanyie kazi maoni na ushauri wetu huo kwa kina, kikiongozwa na fikra chanya, maslahi mapana na endelevu ya chama, pamoja na nafsi zilizojaa upendo, umoja na mshikamano kwa wanachadema wote. Tunapenda kusisitiza kuwa maoni na ushauri wetu huo si wa kupinga msimamo wa chama, bali ni kupendekeza namna bora zaidi ya kuziendea reforms, huku tukilinda ustawi endelevu wa chama chenyewe chini ya imani kuwa change is a process. Sisi hatupingi msimamo wowote wa chama. Na hapa nitawakumbusha. Chama kiliweka msimamo. Baraza Kuu liliweka msimamo tuingie kwenye maridhiano na CCM na serikali yake. Lakini kadiri tulivyoenda mbele, viongozi waandamizi waliongoza kundi la kupinga la kukiondoa chama kwenye maridhiano yale, na wakati huo chama kilisikiliza, kikaona mantiki ya hoja, hatimaye kilijiondoa kwenye maridhiano. Kwa hiyo sisi hatupingi, ila tunakishauri chama kitafakari upya. Maazimio ya vikao sio msahafu, yanaweza kubadilika. Wako wanaojenga hoja kushiriki uchaguzi ni kuwapeleka vijana wakamwage damu, kwamba tuna njaa ya damu. Wakati huo wakihamasisha tukazuie uchaguzi. Hivi damu itamwagika wakati gani zaidi? Wakati wa kushiriki uchaguzi au wakati wa mapambano na dola, polisi na majeshi yake, wakati wa kuzuia uchaguzi? Sasa wako wanaotaka kutuaminisha kwamba kuzuia uchaguzi hakutamwagika damu, wakati tunakwenda tunatangaza kupambana na dola na majeshi kuzuia uchaguzi ulioko kwa mujibu wa katiba, kitu ambacho hakijawahi kufanikiwa popote duniani. Watu wanapambana wakiwa ndani ya uchaguzi. Hadi tunaambia tukishiriki uchaguzi ni watu wanaotaka damu zikamwagike, lakini kuzuia uchaguzi kana kwamba hatutatumia watu wetu hawa kwenda kuzuia uchaguzi. Sasa hiyo itupe tafakuri ya kina. Ni wakati gani damu itamwagika zaidi? Kama tunaweza kuepusha tone la damu ya Mtanzania kumwagika, viongozi tuna wajibu. That's our primary responsibility ya kulinda uhai wa watu wetu. Hata sisi tunaotaka tugombee, tunataka kuepusha vijana wetu, ndugu zetu, kwenda kuumizwa wakati wa kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo tumekitahadharisha chama kitafakari eneo hilo.
Tunapenda ieleweke kuwa iwapo chama hakitakubaliana na maoni na ushauri wetu, basi tutaendelea kuheshimu msimamo na mwelekeo wa chama kwa uaminifu na mapenzi yetu yote. Tumeandika wale wanaojaribu kupotosha hawa ni waasi ni nini, commitment yetu ipo kwa maandishi iliyopeleka kwa katibu mkuu na tumesaini. Aidha, kwa kumalizia, tunafahamu sio wajibu wetu kutangaza, lakini kwa sababu tumekaa kwenye chama, tuna uzoefu, tuna connection. Tarehe 12 mwezi huu ni siku ambayo Tume ya Taifa ya Uchaguzi wanaenda kusaini kanuni za maadili kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 162. Kinasemaje? Kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazoainisha maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kanuni za maadili ya uchaguzi zitasainiwa na a, kila chama cha siasa; b, kila mgombea kabla hajawasilisha fomu ya uteuzi; c, serikali; na d, tume, na zinapaswa kuzingatiwa na wahusika wote waliosaini. Mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Tarehe 12 vyama vinatakiwa vikasaini kanuni hizo. Na moja ya kitu ambacho kiko kwenye hizo kanuni, chama ambacho hakitasaini hizo kanuni hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo tunawakumbusha na kuwasihi viongozi wetu, wakati tunaendelea na madai ya reforms, wasisahau kwenda kusaini hizo kanuni, kwa sababu ikitokea reform kidogo zimepatikana, hawajasaini kanuni, chama chetu hakitaweza kushiriki uchaguzi. Wasije wakatumia mwanya huu wakakimbia kwenda kusaini kanuni ili baadaye watugeuzie tena. Sio kwamba no election, hatuzuii uchaguzi, bali kanuni zimeshatutoa nje ya uchaguzi. Kwa hiyo tunawakumbusha mbele ya umma na mbele ya vyombo vya habari, tarehe 12 waende wakasaini hizo kanuni, ili isije ikatafutwa sababu nyingine huko mbele ya safari kwamba jamani, ni kweli hatujapata reform, lakini kwa hatukusaini kanuni, kwa hiyo chama chetu kimezuiwa kushiriki uchaguzi. Hakuna kushiriki uchaguzi. Tunawatahadharisha na kuwakumbusha mbele ya umma, na tunaomba waandishi wa habari mlifikishe hilo kwa maslahi mapana ya chama chetu na nchi yetu. Aidha, kuna viharakati vinaendelea vya chini kwa chini vya kujaribu kunyamazisha sauti kinzani, maoni tofauti. Tumeanza kushuhudia ndani ya chama chetu. Chadema tulioiishi miaka yote sio hii tunayoiona leo. Kuna dalili, kuna watu wanatishwa na wanatumia mbinu ya kupeleka maelekezo kwenye viongozi wa matawi, kwa sababu kwenye chama hiki ziko mamlaka mbili tu zinazoweza kumfukuza mtu wanachama: tawi lake au kamati kuu. Ndivyo katiba yetu inavyosema, ndio vyombo viwili vinavyoweza kumfukuza mtu wanachama. Tumeshuhudia kwenye matawi viongozi wanapelekewa maelekezo kwamba mtu yeyote aliyeko G55 anzeni kumwandikia barua. Na tumeshaona mmoja ameandikiwa, yuko hapa, Asenga yupo, na yuko bwana Romanus aliyetangaza kugombea urais kupitia Chadema, na yeye ameshaandikiwa barua na tawi lake huko kwamba ajieleze. Tunakishauri chama chetu
Tunakishauri chama chetu, njia hiyo tunayotaka kuchukua kuipitia sasa sio njia sahihi. Tulipinga udikteta, tunaendelea kupinga udikteta ndani na nje ya chama. Tunawashauri viongozi wetu wanaohubiri uhuru wa maoni, uhuru wa mawazo. Viongozi wetu wamekuwa wabunge. Mwenyekiti alikuwa mbunge, makamu mwenyekiti alikuwa mbunge, katibu mkuu amewahi kuwa mbunge. Ndani ya bunge walikuwa na maoni na hoja za moto kweli kweli. Walipotaka kuzuiwa na spika, kupewa adhabu, kutolewa nje ya bunge, tulisimama kama taifa kwamba maoni yao yasikilizwe, ushauri wao usikilizwe. Na ndani ya Chadema leo tunawataka viongozi wasiogope kusikiliza maoni mbadala. Maoni hayapigwi rungu. Maoni ni fikra, yataendelea kuishi leo, kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo watu waachwe wawe huru, waseme kwa uhuru. Kama Chadema tukianza kuzuia watu wetu kusema, hivi mnataka wananchi wakasemee wapi? Hatutaki kuiga tabia za CCM kwamba mwanachama alihoji yule Malisa kwamba uteuzi wa mgombea urais au kufuata katiba ya chama, wakaagiza wilaya imfukuze wanachama. Hivyo vimelea tunaona vinataka kuja Chadema. Tunawasihi viongozi wetu wasikubali hayo majaribu. Ni hatari kwa uhai na ustawi wa chama. Ni hatari kwa ustawi na uhai wa taifa, kwa sababu tukianza kunyamazisha sauti ndani ya chama, tutakapoikosoa serikali tutaambiwa, mbona kwenye chama chenu mlipokosoa mlifukuzana? Tunawapa uhalali wa kuendelea kutenda hayo kwa sababu sisi tunayafanya ndani ya chama. Na washukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nitaomba nimkaribishe Kileo aratibu maswali. Karibu sana.